Naam, ukweli ni mchungu lakini unaponyesha, ndivyo Waswahili walivyosema. Karibu kwenye habari zetu za saa 7. Niko nimekuandalia habari njema kama mvua wa masika na ingine ya kusikitisha. Hali ni tofauti kana kwamba majira ya siasa imeanza. Naam, haya ni miongoni mwa yale ambayo tumeyapa kipaumbele. Virugu na vitoa machozi Kitengela wakati wa mkutano wa ODM. Dereva wa bodi ya huduma za umma ya kaunti ya Taita Taveta afariki dunia. Mvutano unaendelea ndani ya chama cha ODM. Natembeya akosoa madai ya washirika wa serikali na chama pinzani mtawalia. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hudhuria kikao cha wakuu wa nchi. Karibu kwenye taarifa zetu kamili. Katika taarifa za leo tunaarifiwa kwa mkutano uliofanyika Kitengela ukihudhuriwa na Babu Owino na viongozi wengine uligeuka kuwa vurugu. Mshuhuda wasema ghasia zilianza ghafla baada ya makundi mawili tofauti. Katika mkasa huo wa kusikitisha, watu 7 wanadaiwa kufariki huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Maafisa wa usalama waliwasili haraka kudhibiti hali huku uchunguzi ukizwishwa kubaini chanzo cha vurugu hizo. Dereva wa bodi ya huduma za umma ya kaunti ya Taita Taveta amefariki dunia muda mfupi baada ya kushuka kutoka kwenye gari alilokuwa akiendesha katika eneo la Moraginyi, Mwagikali, kaunti ndogo ya Voi. Tukio hilo lilitokea asubuhi ya leo na mashuhuda wanasema alianguka ghafla. Polisi wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha kifo hicho. Taarifa zaidi zitatolewa baada ya kukamilika kwa uchunguzi huo unaoendelea kwa sasa katika eneo husika leo. Mvutano unaendelea ndani ya chama cha ODM kufuatia madai yanayomhusisha Senator Edwin Sifuna na baadhi ya wafuasi wake. Inadaiwa bado wako ODM huku wakieleza uaminifu wao kwa Wiper na DCP. Wakosoaji wanasema hatua hiyo inalenga kudhoofisha chama. Uongozi wa ODM umetukiwa kuchukua hatua mapema kuzua mgawanyiko unaonozwa Bungoma. Hali hii imebua mjadala mkali wa kisiasa huku wanachama wakitaka uwazi na maendeleo dhabiti katika chama cha kaunti hiyo. Sasa Natembeya mashinani amekosoa madai ya washirika wa serikali na ODM movement kuwa umati mkubwa wa watu katika mikutano wa Kitengela huwezi kuzaa kura. Anasema madai hayo ni ya kinafiki kwani umati kama huo uliwasaidia wao kushinda chaguzi, huku akidai kura za Tinga ODM zilichezewa licha ya mkutano mikubwa yaliyokuwa akiendesha. Uhuru Kenyatta, rais mstaafu wa Kenya, alihudhuria kikao cha wakuu wa nchi na serikali cha Umoja wa Afrika kilichofanyika Addis Ababa, Ethiopia tarehe 14 hadi tarehe 15 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Akiwa huko alishiriki mjadala rasmi na mikutano ya faragha na kukataa na jopo la AU kujadili maendeleo ya mchakato wa upatanishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, ni hayo ndio tuliokuandalia kwa sasa.